inaendeleaje kwenu na jua namna gani? Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia ushindi mwingine mzuri leo. Imekuwa mzuri kweli, mechi ambayo JKT walikuja vizuri sana. Kwa watu wanaojua mpira watakuwa wameelewa kocha Hamadi Ali leo. Defensive walikuja na approach tofauti kabisa, kacheza na mabeki watatu na walifanya sana defensive. Karim na mwenzae kule upande wa kulia, lakini always quality Young Africans iko juu. Walikuwa na mpango mzuri, jitihada nzuri, lakini quality Young Africans kwenye baadhi ya matukio ikaweza kuamua mchezo. Goli la kwanza, goli la pili, goli la tatu, mechi ikawa imeshaondoka kwenye mikono yao, mechi ikawa kwa mikono yetu, na mwalimu baada ya goli tatu kama mliona akaanza kutoa nafasi kwa wachezaji wengine waweze kuingia kwa ajili ya maintain ushindi wetu, na tunakuwa kwenye gia ya juu vile vile. Zakwani akaja nje, wakaja wengine nje, nafikiri kina muda wakaingia kina Sure Boy leo kwa mara ya kwanza amecheza ligi, Chuga kwa mara ya kwanza amecheza ligi. Maana yake mwalimu anaonyesha ni muumini pia rotation. Tunapopata kitu toa chance kwa watu wengine waendelee kuipambania timu yetu. Kwa hiyo ni jambo zuri, ushindi mzuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Half time ukaweka Instagram ukaandika kwamba endeleeni kumkaba Shalulile. Unamaanisha kwamba Shalulile sio tu kwa ajili ya kufunga pia unajua ni utaratibu sasa hivi wa kawaida. Angalia vizuri mechi zilikuwa zinachezwa peke yake Peter Shalulile na mabeki wanne wanakuwa wanamfuata. Kwa hiyo wakiendelea kumkaba Shalulile, Albert Kangwanda anawashughulikia. Wakimwasha yule wakimfuata Kangwanda, Peter anawashughulikia. Kwa hiyo uamuzi ni wa kwao. Na mwisho nimesema ya leo yameishia hapa. Mechi ijayo sasa Azizi Ki, Selemani Mwalimu, Clement Mzize ndani. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Yes. Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Sio kama mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli. Tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli. Mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli. Alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha linaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo. Sasa tumeenea Yanga, tumekuwa ni timu ya watu majeuri kweli kweli, kuanzia mashabiki, wanachama, makocha, wachezaji wote ni majeuri yani. Kwa hiyo ili kocha anatupa raha. Na ujumbe wake kwa wachezaji uko very clear. Sio kwamba ametania. Yaani sasa hivi Yanga hatutoi favors kwa sababu sio mtu fulani. Wanataka wafanye kazi kwenye uwanja mazoezi. Mimi nimekaa jukwani pale na Azizi Ki pale. Juu pale kwa nimekaa naye. Na mwenyewe ameona amesema yes, timu sasa hivi ina standard ya juu. Quality iko mbali sana. Kwa hiyo na yeye anajua kwamba akipata nafasi aweze kuisaidia timu. Na wanaocheza kabla hao wengine hawajakuja, na hao wanajua kwamba nikiharibu hapa mashine zikitumia nafasi watanitoa kwenye kosi cha kwanza. Kwa hiyo huo ushindani ndio ushindani ambao sisi tunaupenda. Ndio ushindani ambao Engineer aliwaambia mwaka jana tulikuwa tunaangalia Yanga yetu Rose na Dunda. Kwa hiyo mwaka huu tunataka timu yetu tuangalie tukiwa tunaenjoy. Na tunaenjoy. Mimi mwaka jana hii kauli nairudia tena. Nilimwambia mimi Engineer El Said, bwana, hem tusajilie timu bwana. Hem shuka mwenyewe kwenye idara ya kusajili, sajili vyuma. Mkanibeza sana nyi. Unamtetea Engineer na nini? Nafikiri wote mnaona. Engineer ameshuka kwenye usajili, mmeona vyuma. Mnamuona Kangwanda, mnamuona Zakwani, mnamuona Shalulile, kila mtu anakuwa moto. Na waliokuwa bench wakipata nafasi watakuja kuwasha vile vile. Ni swala la muda tu. Yaani ni swala la muda, lakini tumefanya usajili mzuri, quality ya timu imeenea na ninaamini inshallah the more tunaendelea na hao waliokuwa nje wakirudi, timu yetu itakuwa mbali sana kwenye ubora. Magoli 12 hapa za set pieces. Nimeona wachezaji pia wakienda kushangilia na kocha yule ambaye Yes, yeah. Ni matunda ya yale ambayo yanafanyika mazoezini na usajili wa kocha wa set pieces. Yes. Hata mechi iliyopita tumekosa nafasi za set pieces kama 2 au 3 hivi. Leo tumetumia nafasi 2 nafikiri kufunga set pieces. Wakati tunatengeneza benchi la ufundi, Engineer alimueleza kocha kwamba aim ya Yanga sio tu kushinda ligi ya ndani. Aim ya Yanga pia ni kufanya vizuri kwenye Champions League. Champions League magoli yake mengi ni magoli ambayo yanatafutwa kwa hesabu nyingi. Tunaweza kufanyia kazi eneo hilo tukawa bora zaidi
Mwalimu akamwambia nitaleta mtu hapo kwa ajili ya set pieces. Na huyu kocha wetu wa set pieces sio kocha wa kawaida. Huyu ni Premier League material. Ni kocha ambaye kwenye uchezaji wake amecheza ligi kuu ya England. Maana yake wakati kina Dwight York, kina Andy Cole wanafunga, huyu alikuwepo hapo. Acha World Cup, nakwambia ligi kuu ya England amecheza huyu. Sio kwa na Fulham, sio timu gani ile Fulham huko. Kwa hiyo maana yake Fulham na Crystal Palace. Sasa Crystal Palace watu wa vichwa wale. Taratibu wa kawaida kabisa. Kwa hiyo ni kocha ambaye amecheza ligi ambayo set pieces watu wanafunga sana. Kwa hiyo hata hapa players ukiangalia ni details tu. Kwamba utakaa hapo mpira utakuja. Hata mpira ambayo mmeona leo, plani yetu ya kwanza ilikuwa tuwafunge kwenye set pieces. Kama mnafuatilia vizuri, ndani ya dakika 5 Yanga ina kona 5. Tulikuwa tunawalazimisha mipira itoke nje tuweze kutumia mitego yetu ya set pieces. Kwa hiyo tumefanyia kazi kile ambacho mwalimu amekitengeneza kwenye uwanja mazoezi na kimetulipa alhamdulillah. Mechi inayofuata ni dhidi ya Pamba, na niwaambie wana Yanga sasa hivi tena mimi siwaombi waje uwanjani. Wanakosa raha, wenyewe wanajionea. Yaani leo waliokuja ni wengi kuliko mechi iliyopita. Kwa mechi ya Pamba usipokuja ni wewe watengeneza shida kwenye mwili wako. Dawa ya kisukari ndo hii. Dawa sijui ya pressure ndo hii. Dawa sijui ya nini ndo hii Yanga. Kwa hiyo tafadhali mechi ijayo tuje mapema. Mfumo wa ticket tunaanza kuuzoea sasa hivi. Hata leo chukua simu yako ya ticket, Ijumaa tuna mbungi nyingine hapa na Pamba Jiji inshallah. Mapema. Sisi tunataka sasa hivi mechi inaisha, kesho nawasha redio na hamisha vipindi tu. Huko wanamchambua kwa mfano redio moja mchambua Kangwanda, redio nyingine Sharulile, redio nyingine inachagua sasa Kwani, redio nyingine Boka, afu kuna wengine wanamsubiri mwalimu wao. Hao Selemani mwalimu redio hao. Naye akija tutawapa assignment nyingine. Hiyo ndio timu tutakayotengeneza mwaka huu. Baada ya usajili wa Sharulile, nimeonyesha kwamba ni mchezaji mwenye thamani kubwa sana. Wewe unamuonaje? Ni kweli mwenye thamani kubwa. Na kutokana na mchezo uliopita kutupia, ikaanza kuonekana kuna mashabiki wapinzani wenu wakawa wanambeza, wanamfananisha na striker wao, yani kwamba ni level sawa. Majina labda na leo tunaona amerudi kwenye score sheet. Labda una neno gani la kuambia? Kwanza ni mwenda wazimu pekee. Ni mwenda wazimu pekee, na hii naomba muibold vizuri. Ni mwenda wazimu pekee atakayeubeza uwezo wa Peter. Hata kama akitokea amecheza mechi 5 hajafunga. Quality ya Peter Sharulile ni quality ya juu. Ni striker kwenye ile elite striker wa Afrika, Peter yuko pale. Haya mengine ni utani tu wa jadi. Mtu ameamua huko asubuhi kaleta utani wake sawa, lakini kwa mtu ambaye ni mchambuzi wa mpira, nazungumza wachambuzi na waandishi, utakuwa umechanganyikiwa kama utabeza quality ya Peter Sharulile. Mashabiki ni sawa kutaniana wala hakuna shida, lakini kwa watu wanaozungumza mpira, Sharulile ni elite group ya striker bora barani Afrika. Kwa hiyo anaweza asifunge mechi moja, lakini chance. Umeona kafano leo? Lile goli ndugu zangu ni Champions League material, sio goli la NBC. Ni goli ambalo linafungwa kwenye Champions League. Ile tapin aliyofunga mpira upo kwenye size ya kichwa cha Zai, katia mguu pale na kwa kamba imekubali. Mwenyewe Chalamanda goalkeeper naamini atashika simu yake saizi aangalie Peter kafungaje. Sasa ndo magoli ya Champions League. Waarabu inapigwa cross uelewi mtu kapita nayo kamba. Kwa hiyo Peter quality yake ni ya juu, na sisi tunajua wapi Peter atakwenda kutusaidia. Hizi hapa maneno haya ni ya kawaida tu, wala hatusumbui. Sisi tunaamini kwenye quality yetu. Na hata Sheikh Toure umeona ameingia leo, create nafasi na yeye goal lake linakuja, wala hatuna haraka, goal lake itakuja. Kocha anachokihitaji mastreka wote wawe na rotation ya kufunga. Kwa hiyo kuna game hapa ataanza Sheikh Toure, ataingia bench, atatokea bench Peter Sharulile. Sio kwamba uwezo wake mdogo, ni rotation na kutaka kila mtu aweze kuperform. Leo amekuja Chuga kwenye wale under 20 na Yanga ndo tunachezesha under 20. Hii mwe very careful. Kwenye kanuni ile ya under 20 Yanga tunacheza vijana. Timu nyingine zina transform tu umri kubalance, lakini vijana ndo hawa kina Casemiro, kina Chuga, watu wadogo hao ambao sura zao zinakwambia kweli huyu mtoto mdogo. Lakini kuna timu zimefuatiliwa hapa kuhusu kuchezesha vijana, majina waliowasema kama ni vijana wenye mpira wenyewe wameshtuka. Kumbe huyu bado kijana, lakini sawa vijana ambao wanacheza Yanga wanakuwa hichi ya juu, wanapewa nafasi kidogo na watakuwa na msaada mkubwa sana kwenye timu yetu inshallah. Hawezi kuimetia Yanga red card. Yanga watu hawezi kuimetia red card. Leo kwanza haijatumia kabisa leo. Hii nini inaitwaje? Mbona mnachanganya majina? Inaitwaje? Football video support. Umesema wakirefu. Football video support. Leo haijatumika kwa sababu mpira ulikuwa una flow vizuri.
na hakuna kikundi cha panyarodi hapa. JKT wana nidhamu zao, Yanga wana nidhamu zao. Ingekuwa wale panyarodi ndio ingeweza angalau kusema kwamba teknolojia pale iweke chaji muda wote, mtu anaweza kampiga kipepsi mwenzake tukaenda kutazama. Lakini leo imetulia, imekaa safi, boli ilikuwa inatembea. Magoli yaliyofungwa ni magoli ambayo huhitaji hata refa kwenda kujisumbua. Goli za move kali, goli zimenyooka. Kwa hiyo niwaambie wenye hizi teknolojia, mechi za Yanga hata kama zikija zina 10% tu ya chaji, wasiwe na stress, zinaweza zisitumike, ila kuna mechi nyingine ziwe 100%, kwa sababu muda wote refa lazima aende. Boka ni system ya mwalimu inamsaidia Shadrack Boka, na sio Boka, angalia pia akiingia Shabalala na yeye pia moto wake unakuwa uko juu vile vile. Hii system inaonekana imefit wachezaji wetu vizuri, imeonekana players wetu wanacheza wa kuenjoy na wako aggressive. Hivi leo JKT walipata shot on target, kwa sababu unajua dabi kulikuwa na shot on target moja, Namungo on target moja wakafunga. Nani hao? Coast on target moja ndio waliofunga. Leo nina wasiwasi kama JKT walipata shot on target. Sisi mfumo wetu huyu Mangoba mpiga miti huyu, yaani unapresiwa pale kwako pale, maamuzi yanakuwa goalkeeper na mabeki wake, watupe mpira sisi Yanga tucheze au wautoe nje turushe. Yes, yani mawili tu kwa timu pinzani, either wautoe nje turushe au waupige mbele Mwamnyeto au take one tuanze tena kusearch. Yanga la ndugu zangu. Taarifa gani unaona? Na hii niliwaambia mechi iliyopita, Yanga hii bado hujafika kwenye 100%. Ndio tunaendelea kuijenga timu yetu. Hapa sasa hivi tu kwenye 25%. Tunacheza bado. Yaani baada ya michezo 10 mtafuteni, nitawaambia Yanga imefika. Na nyinyi mtaona kwa macho yenu kwamba quality ya Yanga imefika katika level gani. Asanteni sana.